maswali mawili muhimu. Maswali mawili makuu na muhimu kwenye maisha. Two major important questions. Hello? Hatupimwi kwa uwezo tu wa majibu tulionayo, lakini kwa ubora wa maswali ambayo tunauliza. Haleluya. Ubora wa maswali tulionayo unaamua ubora wa majibu tunayopokea. Amen. Na ambao wamebadilisha ulimwengu wetu ni watu ambao waliweza kuuliza maswali sahihi. Amen. Watu ambao hawakuridhika na ulimwengu kama ulivyokuwa, bali waliuona kama ambavyo unaweza kuwapo. Haleluya. Na ili uweze kutimiza hicho lazima uwe na maswali sahihi. Haleluya. Kwa sababu kuna watu ambao pia hawana maswali sahihi. Wana maswali lakini sio sahihi. Hello? Kwa hiyo tutaangalia maswali mawili muhimu na makuu. Kitabu cha Matendo ya Mitume, japo sio Matendo ya Mitume, nasema kitabu cha Matendo, mstari wa 3 mlango wa 9:3. Matendo 9:3. Hii habari ambayo tunaisoma hapa ni habari ya Mtume Paulo. Mtume Paulo ni kati ya watu ambao waliathiri ulimwengu kwa kiasi kikubwa na wanazidi kuathiri ulimwengu huo hata leo. Na kutoka kwenye hadithi ya Mtume Paulo tunaweza kuona haya maswali makuu na muhimu ambayo aliyauliza, ambayo kila mmoja wetu ni muhimu akayauliza na akawa na majibu yake. Amen. Kwa hiyo kwenye hadithi hii Paulo alikuwa anaitwa Sauli nyakati hizo, na alikuwa akilisumbua na kulitesa kanisa. Kwa hiyo kwenye sehemu ya Biblia ambayo tunasoma alikuwa amechukua kibali kutoka kwa kuhani mkuu kwa ajili ya kwenda kuwakamata Wakristo. Kipindi walikuwa waitwa Wakristo, walikuwa wanaitwa watu wa njia ile. Kuna njia walikuwa wanaiendea. Ilikuwa bado jina Kristo au Wakristo alijazaliwa. Jina la Wakristo lizaliwa Antioch. Na kipindi hicho Sauli alikuwa tayari ni Paulo. Kwa hiyo kipindi hichi wakati amechukua hichi kibali, Paulo akiwa njiani kwenda kuwakamata watu na kuwaweka gerezani na wengine kuuawa, anakutana na Bwana Yesu njiani. Inasema hata alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski, ghafla mwanga kutoka mbinguni ukamwangazia pande zote. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa? Tafsiri nyingine inasema, kwa nini waniudhi? Akasema, wewe ni nani Bwana? Haleluya. Swali la kwanza kuu na muhimu ni wewe ni nani Bwana? Kwa andika hilo swali la kwanza. Wewe ni nani Bwana? Wewe ni nani Bwana? Sauli baada ya kukutana na mwanga ule alipotokewa na Bwana wetu Yesu Kristo, hakuhitaji kuambiwa mimi ni Bwana. Alijua Yesu ni Bwana. Amen. Yesu akikutokea hautahitaji uambiwe kwamba huyu ni Bwana, utajua yeye ni Bwana. Sema amen. Kwa swali la kwanza ni wewe ni nani Bwana? Wewe ni nani Bwana? Kwa nini ni muhimu kumjua Yesu? Kwa nini ni muhimu kumjua Yesu? Kwa sababu kiwango chako cha maarifa au cha ujuzi ulichonacho kuhusiana na Bwana wetu Yesu Kristo kitaamua kila jambo kwenye maisha yako.
kitaamua kiwango cha ubora maisha yako yalionayo, kitaamua kiwango cha neema maisha yako yalionayo. Sema nasikia. Haleluya. Kuna jambo moja ambalo kamwe hatutaka tulimalize, nalo ni maarifa ya kumjua Mungu. Tutaendelea kumjua na kumjua na kumjua. Yohana 17 mstari wa 3. Yohana 17 mstari wa 3. Anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Anasema huu ndio uzima wa milele, maarifa ya Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Uzima wa milele sio kuhusiana na kuishi milele, kwa sababu wanadamu wote wanaishi milele, wanaomjua na wasiomjua. Uzima wa milele ni asili ya Mungu. Anasema asili ya Mungu tunayoipata tunapomwamini na kumkiri Bwana Yesu au Yesu kuwa Bwana wa maisha yetu. Tunasema tunatembea katika huu uzima, tunaongezeka katika huu uzima kwa kumjua Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma. Asema huu ndio uzima wa milele. Haleluya. Amen. Watu ambao wanamjua Mungu ni watu ambao wamekuwa reference duniani. Ni watu ambao historia imeshindwa kuwasahau. Musa alikuwa ni mchunga kondoo za baba yake mkwe. Lakini siku moja ambapo alipokutana na kichaka kinachowaka lakini hakiteketei, akasogea aangalie ni nini kwenye kile kichaka. Akasikia sauti ikiongea kutoka kwenye ule moto kwamba mahali uliposimama ni mahali patakatifu, vua sandals za miguu yako. Akazivua. Na tunajua hadithi ilikuwa ikiendelea pale. Baada ya kuvua sando zake, Mungu akamwambia, nipe, eka chini nini? Fimbo yako. Hello? Labda niongelee kidogo hapa. Kwenye kuvua sandals, kuvua viatu vya mtu vina historia ya mtu kwenye lugha ya picha. Amen. Viatu vya mtu ni past ya mtu. Anamwambia put your past aside. Anambia eka jana yako pembeni. Hello? Na kwa sababu Musa alikuwa ni mchungaji wa kondoo, kwa hiyo leo ya Musa ilikuwa ni uchungaji wake. Akamwambia na hii leo yako iweke mbele yangu. Alafu Mungu akachukua uwepo wake akauweka kwenye leo ya Musa. Akaichukua kesho ya Musa na milele yake. Akamwambia kuanzia sasa achana hii biashara, nenda Misri. Hello? Nimesikia kilio cha watu wangu Israel. Kwa hiyo Mungu, unapomjua Mungu, unapokutana na Mungu, anachukua jana yako anaitupa kusikojulikana. Anaichukua leo yako anaijaza na uwepo wake. Sema nasikia. Anaichukua kesho yake anaijaza na kusudi lake. Amen. Hamna sehemu kwenye maandiko naambia aya vaa viatu vyako sasa tuchamaza maongezea. Viatu ni fimbo tu alirudishiwa, viatu hakuambiwa arudishe. Haleluya. Lakini baada ya Musa, wakati Musa anaongea na Musa akamwambia, nitawaambia wewe ni nani Bwana. Akasema Kiingereza I am that I am. Unajua ukisema ngoja ni tafsiri. Kiswahili nasema nipo ambaye nipo, si ndio? Ukitaka kusema Kiingereza I am Eric, unasema ani Eric Kiebrania. Ani maana yake ni nipo wakati huu. Current existence. Mimi ni nani? Lakini aliposema I am ya Mungu wa kusema ani, alisema aye. Aye maana yake ni eternal existence. Mimi ni yule ambaye niko, ambaye nitakuwako milele. Eternally past, eternally in the future.
Akasema I am Aye Asha Aye. That's my name. Nitakuwa nitavyokuwa, niko nilivyo. That was the name. Hallelujah. Amen. Ndio maana maandiko yanasema ule mwamba uliotoa maji kwa ajili ya wana wa Israel ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo Mungu akihitaji kuwa mwamba ili upate maji atakuwa mwamba. Sema amen. Mungu akihitaji kuwa connection ili upate hiyo kazi atakuwa connection. Kwa sababu yeye ni Aye Asha Aye. Ataongea kwenye boardroom ambazo hujaweza kuingia. Nasema ataongea kwenye vikao ambavyo haupo. Kwa sababu yeye ni niko ambaye. Lakini tunajua baada ya ufunuo aliopata Musa, maisha yake yalibadilika milele. Alitoka kuwa mchunga kondoo za baba mkwe, akawa mtawala, akawa mkombozi wa Israel. Maandiko yanasema Musa alifanywa kama Mungu kwa Farao. Na kaka yake ambaye alikuwa Haruni alifanywa kama nabii. Sema amen. Umuhimu wa kumjua Mungu. Unapomjua Mungu, unapoona watu wanatoka nchi mbalimbali wanaenda kumwona mtumishi wa Mungu, hawaendi kumwona kwa sababu ana nywele nyingi au ana ndevu au ana rangi yoyote. Wanachofuata ni kwa sababu huyu anamjua Mungu. Jina yako ni muhimu kumjua Mungu. Uwezo ulionao, uzuri ulionao, ni wewe unaamua. Sema nasikia. Kwa sababu neno neema, charis, grace Kiingereza. Neema kuna siku utapata muda tuiongelee, lakini ngoja nikutajie mambo machache ambayo neema inaleta. Neema inaleta kibali. Neema inaleta upendeleo. Neema inaleta uzuri. Neema inaleta uwezo. Hello? Sema nasikia. Unajua unaweza ukaongea kitu hichi kikawafikia watu 10, na unaweza ukaongea kitu hichi kikafikia watu milioni 10. Unaweza ukaongea kitu hicho kikafikia watu bilioni 10. Tofauti ni neema inayofanya kazi ndani yako. Na hii neema inayofanya kazi ndani yako sio jukumu la Mungu pekee, ni jukumu letu pia. Fungua kitabu cha Petro wa pili 1:2. Petro pili 1:2 inasema neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Kristo Bwana wetu. Nikienda Kiingereza niwape tafsiri sahihi. Anasema grace and peace. Okay, nipe KJV. Grace and peace be multiplied unto you. Neema na amani izidishwe kwenu kupitia au kwa maarifa ya Mungu na ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo anasema neema na amani inazidishwa kwa kumjua Mungu. Kwa hiyo kiwango cha neema ulionayo, kiwango cha amani ulionayo kinalandana na maarifa ya Mungu ulionayo. Amen. Ngoja nikupe mfano. Kwa mfano, unajua nguvu ya uponyaji ya Mungu inayotenda kazi, na unajua roho ya Mungu iko ndani yako. Ukimwona mtoto anaumwa, utakuwa na kilio au amani? Amani, si ndio? Kwa sababu ya maarifa ya Mungu ulionao. Lakini mtu ambaye hajui kuhusiana na uponyaji, akiona mtoto anaumwa anaanza kulia, si ndio? Kwa sababu hana maarifa hayo. Ukiwa hauna fedha kwenye akaunti yako ya benki au kwenye maisha yako mfukoni au popote ambapo unaweka fedha, kama hauna maarifa ya Mungu, utaanza kulia, utaanza kutuma message za huzuni, utaanza kusikitisha, si ndio? Lakini kama unamjua Mungu, unajua kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Hallelujah. Unajua kwamba
Wana simba huona njaa hata kutindikiwa, lakini wale wamtafutao Bwana. Zaburi 34:10. Wale wamtafutao Bwana hawatakosa chochote kilicho chema. Sema nasikia. Kwa hiyo neema na amani kwenye maisha yako ina uwezo wa kuongezeka kwa vile unavyozidi kumjua Mungu. Yes. Watakutana na wewe waliosoma na wewe waseme, kaka uko vile vile, yaani hujabadilika. Wengine wakiambiwa wanafurahi. No. Lazima ubadilike. Mwambie jirani yako lazima ubadilike. Amen. Na usibadilike vibaya, ubadilike vizuri. Hallelujah. Amen. Wow. Sema nasikia. Kwa nini ni muhimu kumjua Yesu? Ndio tunaongelea point ya swali la kwanza kwamba who are you Lord? Kwa lazima wewe ulijibu hilo swali. Lazima upate majibu hilo swali kwamba Bwana wewe ni nani? Point ya kwanza nimeongelea kwamba inaamua kila kitu kwenye maisha yetu. Cha pili, tunavyomjua yeye ndivyo tunavyoweza kujijua sisi. Hello? Unavyomjua yeye ndivyo ambavyo unazidi kujijua wewe. Kwa sababu anasema, unakumbuka kwenye mwanzo alisemaje? Tumfanye mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo ili uweze kujijua unabidi umwangalie yeye ambaye anasema amekufanya kwa sura na nani? Na mfano wako. Kwa hiyo jinsi unavyozidi kumjua ndivyo unavyozidi kujijua. Sema nasikia. Wakolosai 3:3-4. Wakuabudiwa ni wewe, ni wewe. Wakuabudiwa ni wewe. Anasema kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Haleluya. Uhai wetu umefichwa, maisha yetu yamefichwa katika Kristo. Ili tuweze kujitambua, ili uweze kutujua, lazima maarifa yetu lazima umjue nani? Kristo. Mstari wa 4. Anasema Kristo atapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Haleluya. Ukielewa ndiko utajua kwamba jinsi unapopata mafunuo kuhusiana na Kristo ndivyo unavyozidi kupata mafunuo kuhusiana na wewe. Hello. Unapopata mafunuo kuhusiana na nguvu ya uponyaji wa Kristo ndivyo utavyoanza kuzidi kutembea na kuidhihirisha. Unapouelewa upendo wa Kristo, unapoelewa upole wake, unapoelewa utawala wake, ndivyo ambavyo hivi vitu vitazidi kudhihirika kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili uweze kujijua kwa uhalisi ni muhimu ukamjua yeye. Haleluya. Ndio maana mwimbo wa zamani akasema, nataka nimjue Yesu na nizidi hamu, nijue pendo lake na wokovu wake. Yes. Hallelujah. Amen. Ndio maana Paulo akasema nataka nimjue Yesu. Akasema nimehesabu kila nilicho nacho kama si kitu ili nimpate Kristo, ili nimjue Kristo. Sema amen. Na huyo mtu anayeongea hivyo ni mtu ambaye ameandika robo 3 ya Agano Jipya, lakini bado alikuwa na kiu ya kumjua Yesu. Utapomjua Yesu utagundua kwamba wewe sio maskini. Utapomjua, unajua kuna watu wanaongea wanasema mimi sio mtu wa mchezo mimi. Yaani mimi ni mkali. Mwambie yako mjue Yesu. Kwa sababu kama alivyo ndivyo tulivyo duniani. Hello. Maandiko yanasema yeye ni mwingi wa rehema. Hello. Ushasikia watu ambao ukiwafanyia kitu kibaya anakuambia Mungu anakuona? Ushasikia? Unajua anamaanisha nini? Kwamba Mungu anakuona atakuadhibu. Watu wanaongea hivyo wamjui Mungu. Mungu akikuona anakubariki. Sababu ni mwingi wa rehema. Kwa ambao mmesoma kitabu cha Yona mtajua. Yona alikataa kutumwa na Mungu. Alisema Mungu wewe najua umenituma nikawaambia utahukumu nchi, lakini nakujua ni mwingi wa rehema, hautafanya chochote. Nitaenda nitawaambia na hutafanya unabii wangu.
Na kweli Mungu akuhukumu avenda kuhubiri, sababu ni mwingi wa rehema. Hello. Kuna mfano mmoja niliusikia wa Yesu. Inasema kulikuwa kuna kesi. Wangapi wanataka kusikia hadithi? Oh nice. Kulikuwa kuna kesi. Hakimu akawa na hukumu mshtakiwa na aliyemshtaki. Mshtakiwa kutokana na ile kesi akawa anatakiwa kulipa kwa mfano tuseme milioni 50. Akasema kutokana na kesi ilivyoenda, mahakama imeamua mshtakiwa ana hatia na atapaswa alipe milioni 50. Si ndio? Hadithi hiyo ishi hapo. Nasema yule hakimu akashuka kutoka kwenye sheme yake ya hakimu akalipa ile milioni 50. Watu wakashangaa, imekuaje hakimu umehukumu milioni 50 afu kailipa tena? Sehemu ya hadithi ambayo hakuijua ni kwamba mtuhumiwa alikuwa ni mtoto wa hakimu. Watu wakwambia Mungu anakuona, unasema yes, hallelujah, glory, amen. Mungu akuoni ili akuhukumu. Alimtuma mwanae wa pekee afe kwa ajili yako. Anasema hakuja ili uhukumu ulimwengu, bali kwa kupitia yeye ulimwengu upate kuokolewa. Hallelujah. Ndio maana tukiita jina la Yesu, anasema hakuna jina lingine tupaswalo kuokolewa kwalo. Hallelujah. Mwambie yako Mungu anakuona. Hallelujah. Kwa mara ya kwanza nadhani hiyo mnaanza kusema wow. Najua wengine wanasema Mungu aniona. Hello. Kwa nini inabidi tumjue Yesu? Ni muhimu kumjua Yesu kama Bwana. Kama Bwana. Bwana maana yake ni mmiliki. Mtoto wa Mungu mchungaji Chris akatufundisha kwenye Healing Streams zilizopita. Kama hujasikiliza utaenda kusikiza kwa muda wake. Inaposema kuna andiko nasema ili ijulikane kwamba Yesu ni Bwana. Neno Bwana liloandikwa pale ni neno Adonai. Ili ijulikane kwamba Yesu ni Mungu. Hello. Kwa sababu Kiebrania jina la Mungu halipo. Hamna jina la Mungu. Hawaliandiki. Wakiongea jina la Mungu wanaita the name. Hawataki kulitaja. Likiandikwa kwa silabi ambazo tunazijua sisi zinaandikwa kwa YVWH kitu kama hicho. Silabi ambazo zinatumika. Hello. Ambao watu wakatafsiri wakasema Yahweh. Lakini sio Yahweh. Waebrania hawalitaji hata. Hello. Namna pekee tumekuja kujua jina lake alipokuja akaitwa nani? Yesu. Yahweh manake ni yeye ambaye jina lake halijulikani. Ukasema wewe ni Yahweh. No wewe. Hallelujah. Ni muhimu kumjua yeye kama Mungu. Ni muhimu kumjua yeye kama Bwana, mmiliki wa maisha yetu. Sema Yesu ni Bwana wa maisha yangu. Maana Yesu ni mmiliki wa maisha yangu. Warumi 10:9. Warumi 10:9. Hamna kitu kizuri kama kumuongelea Yesu. Hamna habari njema kama habari ya Yesu. Yesu sio tu Mungu, Yesu ni habari yenyewe. Amen. Anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana, sio kuwa ni mwalimu, sio kwamba Yesu ni nabii, kuwa ni nani? Bwana.
na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo kinachookoa watu ni wanapokiri kwa kinywa chao kwamba Yesu ni Bwana. Na maandiko yanasema hakuna anayeweza kukiri Yesu ni Bwana pasipo Roho wa Mungu. Ndio mkono wako unasema Yesu ni Bwana wa maisha yangu, wa mwili wangu. Yesu ni Bwana wa fedha zangu, ni Bwana wa familia yangu. Haleluya. Amen. Yesu ni Bwana. Yesu ni mmiliki wa maisha yako. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja kwenye maandiko, kitabu cha, afu tutaenda kwenye next point, Mathayo 26 mstari wa 21. Mathayo 26:21. Haleluya. Tumefika. Inasema, nao walipokuwa wakila, alisema, huyu ni Yesu, alisema, amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana. Hello? Wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, je, ni mimi Bwana? Umeona? Wakaanza kumuuliza nani? Haleluya. Je, ni mimi Bwana? Si ndio? Umeona swali waliuliza? Waliuliza ni nani? Ni mimi Bwana. Mstari wa 23 inasema, akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. 24, mwana wa Adam aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adam. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Mstari wa 25, Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi. Mbona tofauti ya swali la Yuda na wenzake? Wenzake waliulizaje? Ni mimi Bwana. Walimuita Yesu Bwana. Maana yake Yesu ni mmiliki wa maisha yao. Unajua watu hawajui neno Rabi, wanajua labda Rabi ni Mungu. Rabi ni mwalimu. Kwa hiyo kwa Yuda Yesu hakuwa Bwana. Yesu alikuwa ni mwalimu mmoja tu amazing. Mwambie jina lako, Yesu ni nani kwako? Kwa Yuda alikuwa ni Rabi. Anasema, je, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe unasema ni wewe unafanya nini? Unaweza kuuliza alisemaje? Alisema yeye ni Rabi. Wewe ni tofauti. Kuna wenzako wote waliniita Bwana, lakini wewe kwangu mimi sio Bwana. Mimi ni mwalimu tu. Hello? Maneno ya mtu yanamfunua. Ukitaka kumjua mtu moyo wake, msikilize maneno yake. Hello? Yeah. Ni muhimu. Ni muhimu. Mwambie jirani yako ni muhimu. Yeah. Maneno naongea ni muhimu, si ndio? Ndio maana usianze kumuita mwenzi wako majina ambayo sio sahihi, si ndio? Mama fulani, baba fulani. Mwambie yako, wewe wasema. Haleluya. Unataka ndoa yako iwe happy, mwite majina sahihi, si ndio? Waite watoto wako majina sahihi. Mwite kiongozi wako ofisini majina sahihi. Haleluya. Sema nasikia. Swali la pili, tukoshaangalia swali la kwanza. Swali la pili, turudi kwenye Matendo 9. Matendo 9:3. Tuangalie swali la kwanza. Mstari wa 4. Mstari wa 5. Akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi. Mstari wa 6. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Mstari wa 7. Okay, sijui kwa nini Kiswahili kina nitasoma Kiswahili nilichonacho. Sijui kwa nini hii imeruka hiyo sehemu. Inasema, Bwana akasema, mimi ndimi Yesu unayenitesa. Ni vigumu kwako kuzipiga. Niweke Kiingereza pale ili na mstari wa 6.
Yake Kiingereza. 6. Alafu nikusoma Kiswahili chake. Okay, Kiingereza inayo. Kwa hiyo nitasoma Kiswahili chake hiyo. Anasema Bwana akasema, mimi ndimi Yesu unayenitesa. Ni vigumu kwako kuzipiga teke chokaa. Akitetemeka akashangaa akasema, Bwana unataka nifanye nini? Hilo ndo swali la pili. Kwa hiyo maswali makuu muhimu, la kwanza, Bwana wewe ni nani? Ya pili, Bwana unataka nifanye nini? Kwa andika swali la pili hilo. Bwana unataka nifanye nini? Swali la kwanza ni swali la ufunuo wa kumjua Mungu. Swali la pili ni swali la kusudi. Baada ya kumjua Mungu, cha pili kwa umuhimu ni kusudi la maisha yako. Kwa sababu kama ukiisha ya maisha alafu ukamaliza siku zako na ukutimiza mapenzi au makusudi ya kuja kwako, ni kama vile haukuja. Hello? Nikupa mfano, ukisema labda kwenye nyumba ukasema una mtu ambaye anakata majani, akaja akukata majani, ni kama vile hakuja, si ndio? Kwa hiyo kila mmoja aliyoko duniani analo kusudi, na asipolitimiza ni kama hakuja. Na hatuwezi kujua kusudi kutoka kwetu, tunajua kusudi kutoka kwa aliyetupa kusudi. Ndio maana kusudi halitafutwi, kusudi linagunduliwa. Shiko unanielewa? You get to discover purpose. Unagundua kusudi la maisha yako. Na kusudi haliji kwa kujitahidi na kujitutumua, linakuja kwa surrender, kwa kujiachilia. Sema nasikia. All right. Kwa hiyo swali ambalo tunaliangalia ni kwamba Bwana imenipasa nifanye nini? Bwana nifanye nini? Watu wengi wanajiuliza nifanye nini na maisha yangu? What should I do with my life? Nifanye hivi niuze vitumbua, okay, vitumbua. Okay, au nishone nguo, au nifanye hichi, nifanye kile. Lakini swali sio mimi nifanye nini. Swali ni Bwana nifanye nini? Au imenipasa nifanye nini? Hallelujah. Sema nasikia. Soma kitabu cha Yeremia 1:5. Yeremia 1:5. Nitasoma sababu nikimbia na muda. Inasema, kabla sijakuumba tumboni nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekufanya nabii kwa mataifa. Sio Yeremia tu, mwambie nako anaongea na wewe. Paulo anasema kwamba Mungu alinitenga tangu tumboni mwa mama yangu. Paulo ambaye aliishi duniani akatesa kanisa, lakini anajua kwamba Mungu alimtenga tangu tumboni mwa nani? Haijalishi mtu ameishi maisha gani, lakini Mungu alikujua kabla hujaumbwa tumboni mwa mama yako, na akakupa assignment. Inua mkono wako, jisema maisha yangu yana kusudi. Maisha yangu yana kazi maalum. Hallelujah. Huwa napenda kuambia watu kwamba ashukuriwe Mungu ambaye alituita kabla ya kuwepo kamati yoyote. Mungu hakuita kamati akasema tumpe nini. No. Yeye aliamua kuhusiana na maisha yako. Alikupenda kabla hujaanza kukosea. Alikupenda kabla hujamjua. Akakuita kabla hujamjua. Sema amen. Hallelujah. Kwa hiyo hauwezi ukajua kusudi lako kutokana na unachotaka au kutokana na akili yako. Unajua kusudi lako kwa yeye aliyekufanya. Swali la kusudi sio nini unataka, ni nini anataka. Hallelujah. Ni nini anataka. Matendo 13:36. Matendo 13:36. Matendo 13:36.
inasema, kwa maana Daudi baada ya kutumikia mapenzi ya Mungu katika kizazi chake akalala, akawekwa pamoja na baba zake. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu, mapenzi ya Mungu kwenye kizazi chake. Inua mkono wako juu. Sema, nalitumikia shauri la Mungu, na yatumikia mapenzi ya Mungu kwenye kizazi changu. Haleluya. Kwa hiyo Daudi alikuwa ni ultimate example of success kwenye Agano la Kale. Alitumikia mapenzi ya Mungu kwenye kizazi chake. Haisemi kwamba Daudi alifanya alichotaka kwenye kizazi chake. Kuna wafalme ambao kusoma hadithi zao wanasema na fulani akatenda dhambi kisha akalala kama baba zake. Haleluya. Amen. Kuna wafalme ambao habari yao iliandikwa hivyo, lakini nasema kuhusiana na Daudi, aliishi shauri la Mungu, alitenda mapenzi ya Mungu kwenye kizazi chake. Sikiliza, picha ya kizazi hichi haijakamilika bila wewe. Narudia tena, picha ya kizazi hichi haijakamilika bila wewe. Kuna kitu ambacho Bwana ameweka kwa ajili ya wewe kufanya. Anasikia? Haleluya. Labda niongee niweke kitu hapo kidogo ambacho pengine nitapata siku nifundishe mahali kama sio hapa au ni hapa. Kuna kitu ambacho kinaitwa main character syndrome. Main character syndrome maana yake ni pale kila mtu ambapo anataka awe Sterling kwenye movie. Hello? Unajua wengi tukisoma Biblia tunajiona kama Musa, Danieli, nitajeni majina. Daudi, nani wengine? Paulo, Petro. Lakini sijaona mtu anasoma Biblia anamwadmire mtu kama Aruni kwa mfano. Epafra. Yes, Epafra. Mtu kama Ana ambaye alikuwa akifunga na kuomba, mjane wa miaka 80 na alikuwa akifunga na kuomba hekaluni usiku na mchana, akiomba kwa ajili ya siku za masiku zaliwa. Hakuwahi kuhubiri, hakuwahi kuvaa suti. Anasema mtu amekaa hapa anasema, ya kabasute kalamande, one day yes Lord. Yes, sasa aina kiniangalia anasema, oh yes Lord. Woo, kabashete baba likramatula katai. Unajua ni neno limeingia, lakini hapana, kuna maono amepokea. Haleluya. Basi kila mtu anataka awe main character. Kila mtu anataka kuwa Musa. Hamna anataka kuwa Haruni. Hamna anataka kuwa Jonathan rafiki yake Daudi. Hamna. Lakini the truth is, kuna watu ambao kwa sababu Mungu hatu reward au hatupi thawabu kutokana na ukubwa wa nafasi zetu, anatupa thawabu kutokana na uaminifu kwenye nafasi alizotupa. Hello? Kuna watu ambao watapokea thawabu sawa na Pastor Chris, mtu wetu wa Mungu, na hawajawahi kusimama mbele ya watu kwa sababu walikuwa waaminifu pale Mungu ambapo wapo. Siko naelewa. Kuna watu ambao kwa sasa hivi wako sehemu kwenye war zone, wanahubiri injili, maisha yao yanawindwa all their life, na hakuna kamera, hakuna social media, hamna likes, hakuna shares, wako kusikojulikana, hamna mtu anajua majina yao. But that day, ile siku baleko katabaye, tutaposimama mbele ya yeye hakimu mwenye haki. Oh Lord, our righteous, ever merciful, ever loving, our Lord Jesus. Ndio maana nawaambia kwamba kuna vitu unaweza kufanya kwenye maisha haya mtu asijue, mtu asikusifie, lakini mbingu inaona. God sees. Hallelujah. Kwa hiyo kwenye kutimiza kusudi sio kuvaa suti, sio kuwa mimi nataka mpaka niwe kama a man of God, bale koto baye. That's not ni swali. Ni Bwana, unataka nifanye nini? Bwana, imenipasa nifanye nini? Hello? Yes.
ni uaminifu kwenye position ambayo umepewa. Na utapoanza kuelewa hivi, utaweza kufanya mambo makubwa sana, kwa sababu kuna watu ambao hawezi kufanya mambo makubwa wasipopata credit, wasiposifiwa wao. Ushasikia mtu amekaa amesikia ameambiwa habari kuhusiana na gari nzuri mtu alinunua, hawezi kushangilia kama sio yeye. Anasema Kristo sio magari. Kwani vitu vya kupenda. Lakini ikiwa ni yeye analipost anaweka na andiko pale na anasema kuna maneno watu wanasemaga haikuwa rahisi na kabiti Bwana umetenda, nitafutie nyimbo fulani ya ushuhuda, ile iko pale na gari yake amepost. Sasa hivi nyimbo zote anapost iko na hiyo gari. Caption hata ifanana na hiyo picha, Amerika Yeremia sio ngapi ndio caption. Lakini akisikia ushuhuda kwa mtu mwingine anasema Kristo sio ndoa, mimi sio gari. Mwingine amekaa amesikia nani kadi ya ndoa imekuja, anaanza kuelezea ndoa za kwa hizi ndoa za siku hizi, haini ndoa za siku hizi. Hajaolewa mwambie yako jifunze kufurahia. Haleluya. Mambo ya wengine, si ndio? Una rafiki yako wewe unaomba kuliko yeye, umesikia amepata gari, mtumie 100,000 ya mafuta. Sio unasema Bwana. Watu wanajua unabubujika, kumbe una hasira na Mungu. Bwana nimejitunza kwa ajili yako. Haleluya. Tunapenda tuwe main character. Tunapenda tuwe kwenye spotlight. Tunapenda tuwe kwenye spotlight. Haleluya. Kristo sio tu sababu ya sisi kuishi. Kristo ni kusudi letu. Christ our purpose. Haleluya. Unajua duniani unaambiwaje? Follow your heart. Msikia ushauri follow nini? Follow your heart. Kuna watu tumefollow our hearts. Our hearts zilipotupeleka hatutakaa turudi tena. Sema amina. Follow your heart. Ngine nakwambia follow your passion. Follow your passion. What do you like? Follow what you like. Watu wengine wamefollow what they like. Today they are hungry because they follow what they like. Maandiko yanasema follow your passion, hayasemi follow your heart. Yesu anasema nifuateni mimi. Follow me and I will make you. Hallelujah. Sema nifuateni nami nitawafanya. Asema nifuateni nami nitawapa. Asema nifuateni nami nitawafanya. Hallelujah. Hii habari ilitokea wakati muujiza umetokea kwa Petro. Petro amempa Yesu chombo chake ubiri. Baada ya muda Yesu amefanya muujiza ambao tunaujua, pita details za huo muujiza. Petro amekamata samaki wengi kupita kiasi. Maandiko yanasema Petro akaanguka mbele yake, akamwambia ondoka kwangu maana mimi ni mwenye dhambi. Hello? Ondoka kwangu maana mimi ni nani? Huwa mara nyingi unajua mimi sijui kwa nini, unajua pengine ni jinsi ambavyo unawaza. Ninaiona neema ya Mungu kwenye kila hadithi kwenye Biblia. Kumbuka Petro ni mdhambi tu saa hiyo. Unajua mtu unakuja anakuambia, unakuta mtu anapitia shida, anambia unapitia shida, hauko sawa na Mungu, kuna kitu hauko sawa na Mungu, ndio maana unapita hapo unapopita. Yaani watu wanamwangalia, picha ambayo watu wanao ya Mungu ni mzee mwenye ndevu nyeupe, ana hasira, ameshika fimbo ya hukumu, anaangalia anasema huyu amna acha kuona. Hello? Lakini Petro ni mwenye dhambi, lakini Yesu anampa mavuno ambayo hajawahi kutegemea. Yesu, Mungu akihusika kwenye maisha yako anataka akutendee mema mpaka wewe mwenyewe ushangae. Sio unanisikia? Petro akuokoka kwa sababu ya mateso. Na unajua, sikiliza nikuchekesha. Kwa mara nyingi naambia Yesu alihubiri muda mrefu sana na Petro akusema mimi ni mwenye dhambi. Kuna watu ambao hawahitaji mahubiri. Petro amehubiriwa mpaka ibada imeisha, hajagundua kama ana dhambi. Alivyoona samaki, ufunuo ukamwingia kwamba mimi ni mwenye dhambi fana. Amesina Lord. Kwa unaweza kuambia watu nyie ni wenye dhambi. Wanakuangalia wanakuambia hata una dhambi bana, chochote.
But when they see, maandiko yanasema, je, hamjui kwamba ni wema wa Bwana unaotufanya tutubu? It is the goodness of God that leads us into repentance. Hello? Petro alivyokamata wale samaki wengi kiasi kile, afu anakampigia Yesu magoti hivyo, anamwambia mimi ni mwenzame. Unajua picha ambayo unapata Yesu anamwambia, najua. Inasikitisha sana maisha ulioishi yanasikitisha. No, Yesu akamwambia hapana, inuka, nifuate. Ulikuwa mvuvi wa samaki, nifuate nami nitakufanya uwe mvuvi wa watu. Ulikuwa unavua samaki Petro, na maandiko hayatuambii kwamba Petro aliuza wale samaki, aliwaacha pale pale akamfuata Yesu. Ngoja nikwambie, ukikutana na Yesu, vitu ambavyo vina thamani kwa wanadamu vinakosa thamani kwako. Samaki ambao hajawahi kuwavuna, lakini akamwambia nifuate, aliwaacha. Na unajua siku ya kwanza ya Petro kuhubiri kama mvuvi wa watu, alivua watu 3,000. Sio samaki, watu 3,000 waliamini. Sema amen. Mwambie jirani yako, mfuate Yesu. Mwambie Yesu ndio kusudi la maisha yako. Mathayo 4:19 utaiandika hiyo ili uisome, inaongelea kuhusiana nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Yesu, tunapomfuata yeye, na tunamfuataje Yesu? Useme tunamfuata Yesu kwa namfuata Yesu, no. Unamfuata Yesu kwa kupitia neno lake. Unamfuata Yesu kupitia roho wake. Sema amen. Hallelujah. Nitarudia andiko ambalo tulisoma last week, wa Kolosai 1:16. Kolosai 1:16. Anasema wa Kolosai 1:16, kwa kuwa vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Vitu vyote vilivyoumbwa, vilivyo mbinguni, vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili. Haleluya. Sema mimi na kila nilicho nacho ni kwa ajili yake. Sema dunia na vyote vijazavyo ni kwa ajili yake. Sikiliza, maisha yako ni kwa ajili yake. Ufunuo 4 anasema tuliumbwa kwa ajili ya utukufu wake. Ni kwa ajili yake, sio kwa ajili yako. Haleluya. Utavaa vizuri kwa ajili yake. Hujanisikia? Utatembea kwenye utajiri kwa ajili yake. Pesa zako ni kwa ajili yake. Unajua watu waelewe kwa nini mara nyingi tunaongelea kuhusiana na utajiri tulionao, kutokana na ufalme tulionao, kwa sababu hivi vyote ni kwa ajili yake. Ni kwa ajili ya utukufu wake. Maisha yako, ndoa yako, kazi zako, mali ulionayo, influence ulionayo, ni kwa ajili yake. Ni kwa ajili yake. Haleluya. Na hatuna nafasi ya kucompromise. Maisha yetu ni kwa ajili yake. Mungu amekuumba ni mzuri kiasi kwamba ukipita watu wanageuza shingo mpaka wanakatika shingo. Uzuri huo ni kwa ajili yake. Haleluya. Mtu akiku inbox au mblock anakula injili. Bale kete bahaya. Ukiona elewi injili na unamblock, usema amina. Unasema injili nishakupa, unakula na block. Amen. Kana hiyo injili. Amen. Lakini kila ulichonacho ni kwa ajili yake. Yes. Unajua kuna kipindi ambacho kanisani unakuta kwamba wakaka wazuri hawapo, wadada wazuri hawapo. Kwa nini? Kwa sababu they are too good for God, too beautiful for God. Lakini sio sasa. Wakaka wazuri watahubiri injili. Wadada wazuri ni kwa ajili ya Yesu. Mali na utajiri ni kwa ajili yake. Hello? Tutakuja vizuri kanisani, wadada tuko na vikwadankwada nene, so beautiful. Lakini ukitukuta kanisani utakuta high heels ziko pembeni. Bareto kobale lima suka balika dahaya. You have no time because you know you are for him. Hallelujah. Ingine unaogopa kujiachia hii maskara yangu sije kamagika. Hallelujah.
ketora mande. Mwambie jirani yako hata maskara yako ni kwa ajili ya Yesu. Acha imwagike for him bale keteba haya. Sijui wigi limedondoka liache. Basuvanika bale sida haya. Yes, everything is for him. Yes. Wewe ni mkaka, sijui ni mkaka unajiona ni mkaka wa kuvutia, kwa hiyo ukiwa kanisani hallelujah bashatara. Unajua kuna watu wanakuangalia eti pale kaso liga baya hati iachie mbele ya Mungu, ni kwa ajili yake. Kuna siku moja nikasema hili kanisa itafika siku utapokelewa na mtu kama Asha, atakwambia karibu atakushikia pochi yako, atakuletea ndani. Utatoka kwenye ibada, utamkuta nje yuko na Range Rover Autobiography, yuko na wasaidizi kama 4, lakini nani alikuwa anakubebea pochi yako? Utaingia utakuta mtu anapanga vitu, utasema ukaka ana maisha. Ukija kujua ni nani, utatukuta tuko sokoni tunahubiri injili nini, unajua kama hatuna maana, tukimaliza kuhubiri tunapanda baba sukata haya, because we are for him. Yes, everything is for him. Everything, our lives, kila kilicho chetu. Yes, sema anastahili kila kilicho chetu. Yes, yeye ni Bwana. Swali la kwanza, yeye ni nani Bwana? Ya pili, Bwana nifanye nini, imenipasa kufanya nini? Kwa hiyo unaweza kuta umeenda mahali ni sehemu fulani ambayo pengine umefika tu mara kwanza, Bwana akwambia mhubirie huyo injili. Usione aibu. Nilikuwa nasoma Biblia juzi, hadithi ya Philip alipoenda jangwani. Bwana akamwambia iambatanishe na hilo gari lililokuwa linaenda. Wengi hawajui kwamba ile gari ilikuwa ni gari la kifahari, maana lilikuwa ni la mtawala wa Ethiopia. Yule alikuwa ni kiongozi Ethiopia. Philip alipofika, kama msoma Rhapsody juzi, Philip alipofika kwenye ile gari, hakumuuliza Roho Mtakatifu nifanye nini. Unajua wengine wangepanda kwenye gari ya tajiri kama yule, wangemwambia mzee wangu unajua nina proposal ya mpunga, ya kuzalisha mpunga. No, Philip hakuwa na alijua I'm here for his soul. Niko hapa kwa ajili ya nafsi. Akumumunya maneno. Unajua unaweza kama mkaka ukakutana na mdada mzuri ukaanza ni injili straight. Hallelujah. Umezaliwa mara ya pili. That's the question you go for. Sio namba ya simu. We want your soul, not your number. Hallelujah. Yes, na kuna syndrome ambayo tunayo katika nchi yetu wa dada, especially kama uko mzuri, unaona aibu kama sio wa kanisa hili. Hata uwe mzuri vipi, ukisimamishwa unasimama, huyo aliyekusimamisha atajuta hiyo siku, maana anaipokea injili that day. Ndio wewe nilikuwa nakutafuta. Mimi ni mvuna nafsi, kwa hiyo umejivuna mwenyewe. Come malekete baya. You are bold. Una ujasiri. Wewe nakwambia, huu ujasiri ambao utakuwa unautumia ukisimamishwa, ukiongeleshwa na watu, siku ukiwa boardroom kupresent biashara yako, ujasiri utakuwa nao. Watu watakuangalia sema umetoka wapi? Because you be so bold. Ni kabinti kadogo, kazuri, labda walikuwa wanakujua ni binti, lakini the boldness you have, ujasiri ulionao, namna unavyoweza kujielezea, they won't know. Ukimaliza kuongea utasema ni wapi to sign? Tupe mkataba to sign. Give us. Sema nasikia. Sema maisha yangu na kila kitu kwenye maisha yangu ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Simama juu kwa miguu yako hapo ulipo, mshukuru Mungu. Be on your feet.